الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. نعم، ikiwa ni darsa ya pili kwenye hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu, akieleza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akieleza fadla ya al-ilm na matunda inayopatikana kwa mtu ambaye anajilazimisha na al-ilm. Naam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna. Aeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba al-ilm ni katika sababu ya kumrahisishia mtu njia katika janna, ama kumpelekea janna. Janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyojua, si kitu rahisi kufikia. Ikiwa janna imeshikanishwa na ilmu katika hii hadithi, inamaanisha hii ilmu lazima mtu aijue ilmu ni nini, sampuli za ilmu, vipi ilmu itaweza kuwa sababu yeye kupata janna ya Allah. Kaif fa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mwenye ambaye ataingia katika safari ya kuitafuta janna yake kupitia elimu, yaltamisu fihi ilman ay yabhath yataallam hadha alilm, salaka Allah, Mwenyezi Mungu anamuingiza katika njia ya kufika peponi, ama kumrahisishia njia ya peponi. Hii ilmu, al-ilm, ndugu zangu, al-ilmu lughatan, kama alivyotaja Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake inaitwa Kitabul Ilm, asema lughatan, katika lugha yamaanisha al-ilm, hii kalima al-ilm huwa idraku ash-shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Lazima talib ilmu aelewe maana ya ilmu kwa upande wa lugha na upande wa sheria, ndio ujue hii safari iliyoshika kama mwanafunzi yamaanisha nini. Je, wafikia katika hii inayokusudiwa katika ilmu? Sababu ukiangalia hii taarif ya al-ilm katika lugha, asema huwa idraku shay, ni mtu kufanya idrak, ai huwa fahmu ash-shay, ni mtu kufahamu ile kitu ambacho unachotaka, yani kuingia ndani yake, kukijua. Huwa fahmu hadha shay, lakini sio fahamu ya juujuu. Qala ala ma huwa alayhi, namna ilivyo exactly hiyo kitu. Huwa fahmu shay'i ala ma huwa alayhi idrakan ay fahman jaziman, kwa ufahamu ambayo iko na uhakika. Na hapa yatoka ashak walwahm. Ikiwa jua kitu ukiwa na shaka, haijakuwa ilmu, haijakuwa al-ilm. Ikiwa ni wahm, unadhania bila dalili, hiyo si ilmu. طيب, فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه, namna ilivyo exactly bila kukosea, namna inavyotakikana. Idrakan jaziman ay bifahm, yani jazim haqiqa, bila kuwa na shaka ndani yake. Hii ndio maana ilmu. Sasa mtu afaa jiulize, mimi ni talib ilm, hal hii njia niliyoshika na utafuta nao janna, naijua kweli hii safari niko ndani yake katika mlango wa ilmu? Najua kama inavyotakikana, ama niko tu? Lakini talib ilmu kikweli akisikia taarifu kama hizi, anaenda mbio katika kuifanyia kazi, kuipatia ile maana haki yake, ili uweze kujinasibisha na ilmu. Kama tutakuja kuona wengi wamejinasibisha na ilmu, lakini hii sifa inayotakikana katika ilmu baid minhum, wako mbali sana na sifa kama hizi.
فالعلم لغة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب، Ibn Uthaymeen akaeleza al-ilm katika sheria sasa inayokusudiwa huwa ilmun ma anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal-huda. Huwa ilmun ma anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal-huda. Ni ile elimu inayokusudiwa hapa ya sheria ni ipi? Ni ile aliyo Mwenyezi Mungu aliyomteremshia na kumletea Mtume sallallahu alayhi wasallama katika ubainifu na uongofu nyingi aliyomletea. Tayib, ma anzala Allahu ala rasulihi ni nini? Alichomteremshia Mtume sallallahu alayhi wasallama, aliyomteremshia Allah Mtume sallallahu alayhi wasallama ni ipi? Al-Quran, naam, na sunna au ahadithi hizi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wakasema baadhi ahli al-ilmi kwamba al-ilmu huwa ضد al-jahl. Khalas, utakuelewa ilmu sema ضد al-jahl, ni opposite ya jahl. Hadha huwa taarifu al-ilm. Fal-ilmu katika sheria ukisikia ilmu inayokusudiwa ni kila aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na Allah subhanahu wa ta'ala katika uongofu, yani yote yaliyo ndani ya Qur'ani na mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii elimu iko sampuli mbili. Kuna ilmun shar'i wa ilmun shar'iyya wa ilmun dunyawiyya. Ilmun shar'iyya wa ilmun dunyawiyya. Tayeb, ilmun shar'iyya, ilmun shar'iyya ni ipi? Ni ile masdar yake ni al-Qur'anu was-sunnah. Ilm الشرعي نعم أي علم القرآن والسنة. تمام. علم القرآن والسنة نوكسدي ونيبي وعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث نام فنواكي. تمام. كسبب zote hizi utazipata kwenye Qur'ani na Sunna من العقيدة والتوحيد والفقه وغيرها. طيب، علم دنيوية يقولون تكتسب بالتجربة والخبرة. ngalia tofauti. Ilmu dunyawiyya inapatikana kwa kufanyiwa tajruba, kufanyiwa yani kujaribiwa mara kwa mara na kwa experience ya mtu ama ya watu, inakuwa ni ilmu ya kidunia. Ama ilmu الشرعي ما في تجربة، ما في التجربة. علم دنيوية mambo ya kidunia, elimu ya kidunia. Naam, kila elimu ya kidunia, naam, utasikia kuna mwanzilishi, huyu alijaribu, huyu akajaribu, huyu akajaribu, ya huyu ikawa sawa, ikachukuliwa hiyo elimu ikawekwa sawa. Naam, tajruba ilifanyika. Ama mtu ako na khibra, amekuja na idea, ikaangaliwa idea yake, maybe ikakosolewa kidogo, ikawekwa, ikawa hii ni elimu sasa. Lakini elimu ya sheria ni hivyo? La. Masdaruhu ايش؟ القرآن والسنة. تمام. طيب، faelimu ya kidunia ni nyingi, kama udaktari, kama ukulima, ai ilmu ambayo kulipatikana tajruba ndani yake. Elimu ya daktari kuna mwanzilishi, sio? Kuna madaktari walifail, kuna ikaja mpaka ikafika ikagunduliwa elimu fulani katika udaktari. Ikagunduliwa baadaye sehemu nyingine katika udaktari, katika uzalishaji, katika siku hizi kuna madaktari wa meno. Kulikuwa hakuna. Labda kabla ya watu kuvalishwa braces, kujulikana namna ya kufanya meno ikae vizuri, labda kuna watu wengi walivunjwa meno. Tajruba. Kuna watu walijaribiwa, walivunjwa meno yao, baadaye labda sisi ndio tukaja tukafaidika. Naam, elimu ya kidunia. Tayeb, hii elimu ya sheria, elimu ya sheria, naam, kuna al-ilm an-nafi'
wala ilmu ghairu nafi'. Elimu ya sheria ikikusudiwa, chini yake inakusudiwa elimu yenye manufaa na elimu ambayo haina manufaa. Tayeb, elimu yenye manufaa iko katika sampuli mbili, ala nawain. Ya kwanza, ma kana wajiban ainiyan ala kulli mukallaf. Elimu ya kwanza ya sheria ambayo ni al-ilm an-nafi', ni elimu ambayo yenye manufaa. Utakuja kuona maanisha nini. Ya kwanza ni ma kana wajiban ainiyan ala kulli mukallaf, ni ile ambayo imekuwa ni wajib kwa kila mukallaf, kila ambaye amebalighi, kila ambaye yuko na akili timamu, kila muislamu mukallaf likalifishwa na sheria, ni ile ambayo ni wajib kwake yeye, hana udhur, wajib kwake yeye kujua. Naam, hii ndiyo ilmu an-nafi' inakusudiwa katika elimu ya dini. Tayeb, hii ya kwanza, ma kana wajiban ainiyan ala kulli mukallaf, ni wajib kwa kila mtu kusoma alafu kufanyia amal. Si kusoma peke yake, kusoma na kuifanyia kazi ile elimu uliyosoma ni wajib. Tayeb, ma kana wajiban ainiyan ala kulli mukallaf, ambayo ni wajib kwa kila aliyekalifishwa na sheria kuijua na kusoma. Kitu gani? Ambayo ni wajib, hakuna udhuru mtu, ni dharura. Kama nini? Ilmu at-tauhid wa ilmu al-aqida. Naam. Wa ايش al-fiqh. Naam. Wa ايش na yote aliyotufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Na katika milango ya iman yote muislamu huyajua. Naam, imanu billah wa malaikatihi, na zile nguzo za dini zote kuzijua muislamu na hana udhuru ya kutojua. Tayeb, Sheikh ambaye alikuwa anatufundisha mlango huu alitaja kitu ambayo nahisi kuna umuhimu sisi kujua. Asema vile vile katika ilmu ambayo ni wajib kwa kila muislamu ni kuhifadhi shay min al-Qur'an, kuhifadhi shay min al-Qur'an, ambayo itamsaidia mtu kusimama katika ibada zake za as-sala min surati al-Fatiha wa ghairiha. Hiyo ni wajib kwa kila muislamu kufanya nini? Naam, kuhifadhi shay min al-Qur'an ni wajib. Vipi muislamu ataswali ikiwa hana sura nyingi amezihifadhi? Naam, كيف atasimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Fawajib kwako wewe kuhifadhi baadhi za sura ambazo utaweza kufanya nini? Kusimama nazo katika swala zako. Naam. Tayeb, jambo la pili ama sampuli ya pili ya ilmu an-nafi' inayokusudiwa, ya kwanza ni ma kana wajiban ainiyan ala kulli mukallafin. الثاني ما كان فرضا فرض كفاية. ما كان فرضا على الكفاية. سامبولي يا بيلي ما كان فرضا على الكفاية، أي إن قام به البعض سقط عن الآخرين أو عن الباقين. فرض كفاية ni ile ambayo baadhi ya watu wakiisoma na wakiijua, madhambi ama hukumu inaanguka kwa wengine. Ikipatikana baadhi ya watu wanajua, hailazimishi wengine kufanya nini? Kujua. Yatosheleza baadhi kwamba wanajua. Mfano wake katika elimu ambayo baadhi wakijua na baadhi wasipojua haidhuru na ni sawa, ni kama ilmu ya nahwu. Elimu ya nahwu sio fardhu ain, la huwa fardhu
kifaya, kipatikana baadhi yatosheleza katika Waislamu na katika vile vile wanafunzi. Tayeb. Wal fiqh vile vile fiqh, naam, sio fardhu, naam, ni fardhu ish kifaya. Naam. Na vile vile kujua ulum za hadith na ilmu ya mustalah. Tayeb. Katika mlango wa fardhu kifaya vile vile huwa hifdhu jami'ul Qur'an, ni kuhifadhi Qur'ani mzima. Kuhifadhi Qur'ani mzima sio fardhu, si fardhu, naam, si fardhu, naam, si fardhu aini, ni fardhu ish kifaya. Kuhifadhi Qur'ani mzima, naam, yatosheleza baadhi ya watu wamehifadhi kando na wengine. Al-ilm an-nafi', sampuli ya tatu baada ya kutaja ilmu ambayo ni fardhu ain, kisha tukaona fardhu kifaya. Sampuli ya tatu ambayo kama alivyosema al-Imam an-Nawawi ni al-mustahab, elimu ambayo naam ni mustahab. Naam, ni mwanadamu kuingia katika masail ya elimu in details. Naam, kwenda in details, at-ta'ammuq fi al-masail ad-daqiqati min al-ilm, kuzama in details katika masail ya elimu. Hii ni al-mustahab. Al-mustahab yapendekezwa kwa mtu, naam, kufanya hivyo. Tayeb. Al-ilm an-nafi' ambayo tuko chini yake. Al-ilm an-nafi' tumeona sampuli tatu. Tayeb, ilmu an-nafi' ni nini? Al-ilmu an-nafi' huwa ma takmulu an-nafsu bihi wa tantafi'u an-nafsu bihi wa tazku bihi au tazku an-nafsu bihi, na'am, wa yuthna alayhi au yuthna ala al-insani bihi. Al-ilm an-nafi' huwa ma takmulu an-nafsu bihi, ni ile elimu ambayo inakamilisha nafsi ya mtu, inatoa ukasoro nafsi ya mtu. Watantafi'u an-nafsu bihi, al-ilm an-nafi' ni ile elimu ambayo nafsi, naam, inanufaika nayo kutokamana na hiyo ilmu na huo msafara mtu aliyojichagulia katika kuitafuta ilmu. The more anaisoma, nafsi yake inafanya nini? Inanufaika, tutakuja kuona mbele. Watazku bihi an-nafs, al-ilm an-nafi' ni ile elimu ambayo inatakasa na kutahirisha moyo wa mtu kutokamana na sifa zote ambazo Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanatufundisha isipatikane katika nafsi ya mtu. Yale magonjwa yote ya nafsi, yale madhara ya nafsi, mitihani ya nafsi iliyonayo, bil ilm, kwa elimu inasafisha hii nafsi yako kutokamana na sifa zote hizi. Lakini kila ilmu la, al-ilm an-nafi'. Wal-ilmu an-nafi' asema wa yuthna ala al-insani bi, ni ile elimu ambayo mtu anaweza kusifiwa nayo, anaweza kujikusanyia sifa mzuri kupitia hiyo al-ilm ambayo ni al-ilm an-nafi'. Tayeb, al-ilm an-nafi' ndugu zangu katika imani ni ile elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu na kuipambanua, kuiweka tofauti kabisa na elimu nyingine. Mfano kama alivyotaja Ibn Rajab katika kitabu chake Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, ameka aya katika ilmu an-nafi', qawluhu tabaraka wa ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hii ni swali Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, hal yastawi, je wako sawa? Naam, man ya'lamu al-haq, mwenye ambaye anajua haki,
na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na asiyejua haki? Je, wako sawa? Naam. Je, wako sawa ahlul islami wa ahlul shirk wal kufr? Wako sawa? Hawezi kuwa sawa. Je, wako sawa mtu kipofu na mtu anayeona? Al-a'ma wal basir. Hawako sawa. Je, iko sawa giza na mwangaza? Hawezi kuwa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Je, wako sawa wale wanaojua na wasiojua? Haiwezekani. Tayeb. Allah subhanahu wa ta'ala ni swali anauliza, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? صح سؤال. جواب iko wapi? أين الجواب؟ جواب iko wapi? هل في جواب؟ answer iko wapi? أين الجواب؟ ushajiuliza Mwenyezi Mungu ameuliza hii swali na هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين الجواب؟ jawabu yake iko wapi? jawabu naam ni swali yenyewe. jawabu ni swali hii yenyewe. sakata Allah subhanahu wa ta'ala anil jawabi lidhuhurihi. Mwenyezi Mungu ameinyamazia na kutojibu hii swali aliyouliza lidhuhurihi, kwa kwamba ansa yake iko wazi yenyewe, hata haina haja kujibiwa. Naam, la yastawun al-a'ma wal basir. Anayeona na kipofu utaona iko wazi, hauna haja kuulizwa nani aona hapa nani haoni. hal yahitaji al-insan? ma yahitaji. ahlul iman wa ahlul kufr, nani yuko kwenye haki? mtu anahitaji kupambanuliwa? ma yahitaji. dhahir iko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza swali hili akionyesha jawabu iko kwenye hii swali yenyewe, lakini kwa mtu ambaye anafanya nini? Anazingatia. hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? طيب, hal yastawi alladhina ya'lamun, walio wanaojua au waliosoma, sio? طيب, baadhi ahli alilm katika hii aya, naam, Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu alilm, sio? Baadhi ahli alilm wanasema murad inayokusudiwa kwenye hii aya huwa alilmu wal amal. huwa alilmu wal amal, ni elimu, ni mtu kusoma na kujua, sio kujua peke yake ikaisha hapo kisha kufanya nini? Kuifanyia kazi. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza, hal yastawi alladhina ya'lamuna wa ya'malun walladhina la ya'lamuna wa la ya'malun? hal yastawun? Hizi kwa sawa. Fa yule ambaye amesoma dini kisha akaifanyia kazi, abadan haizi kuwa sawa hata na wa kwanza ambaye ya'lam wa lam ya'mal. fa kayfa biman lam ya'lam wa lam biman lam ya'lam wa ya'mal? كيف؟ hii ni manzila wallahi, na hii ni daraja Allah subhanahu wa ta'ala anawainua nayo ahlul ilm, anawainua nao daraja wanafunzi ambao wanajihusisha na ilmu. Hawezi kuwa sawa na mtu kawaida, mustahil. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, si maneno yangu wala si maneno ya binadamu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayejua naam hali ya huyo mwanadamu, iwapo atajipamba na hii sifa, la yastawi, hawezi kuwa sawa na mtu mwingine yote. Angalia, aliyesoma dini yake na akaifanyia kazi, haiwezekani kuwa sawa na mtu kawaida. La yastawun, la yastawun. Falmurad katika hii aya, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Naam, huwa alilmu wal amal. Lakini ni kila elimu?
hal yastawi alladhina ya'lamuna, kila elimu? La. Ni elimu gani? Hapa juu tumesoma ma takmulu an-nafsu bihi wa tantafi'u an-nafsu bihi wa tazku an-nafsu bihi wa yuthna 'ala al-insani bihi. هذا هو العلم النافع. قوله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون هاويلي. آية pili ni قول الله سبحانه وتعالى katika mlango wa ilm an-nafi', pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa qul rabbi zidni ilma, qul ya Muhammad rabbi zidni ilma, ay ilman nafi'an wa fahman wa amala. Hizi vitu vitatu muhimu. Omba Mwenyezi Mungu akupatia ya Muhammad ilman nafi'an, kisha wa fahman, kisha wa amala. Unaweza kuwa na ilmu lakini huna fahamu yake. Unaweza kuwa na ilmu na ukawa na fahamu ya hiyo ilmu lakini hauna amali ya hiyo ilmu. Ndio maana Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, omba hili, omba hili ya kukusanya ilmu. Ilmu gani? Ilmu an-nafi' ambayo umeifahamu na ambayo unaifanyia kazi. Mwanzo wa darasa tulisema al-ilmu lughatan yamaanisha nini? Wa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, ni kuifahamu elimu hiyo ama kitu hicho, naam, ufahamu ambao hauna shaka ndani yake. Hii ndio Mwenyezi Mungu anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, hii yote ni al-ilm an-nafi'. Naam, aliyoweka Ibn Rajab katika kitabu chake Fadlu ilmi as-salaf ala ilmi al-khalaf. مؤلف الكتاب ابن رجب، هو ابن رجب؟ نعم. طيب. آية 3 ni قوله تبارك وتعالى akieleza al-ilm an-nafi'. Pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, inma يخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى akieleza al-ilm an-nafi' na matunda yanayopatikana kwa hii ilmu, anawasifu al-ulama ambao wamekusanya العلم النافع والعمل, ikadhihiri ndani yake katika hii ilmu an-nafi' na wao kuifanyia kazi ilmu yao, ikadhihiri al-khashya. Wal-khashyatu, ndugu zangu katika imani, huwa khawfun ma'a al-ilm, ni mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumjua. Ndio maana al-khashya ikahusishwa na kushikanishwa na maulama, kwa sababu ahlul ilmi wao ndio wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio wanaijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamejikusanyia al-ilm an-nafi' wal-fahm wal-amal. Ndio maana Mwenyezi Mungu anawasifu akisema inma yakhsha Allah, hakika wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, min ibadihi, katika waja wake wengi walio kwenye hii dunia, humul ulama, ni hawa ahlul ilm, watu ambao wanajihusisha na kuitafuta elimu. Hawa ndio wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya al-khashya, tofauti na al-khawf. Khawf ukiwa nayo juu ya mtu ama kitu, unafanya nini? Unaikimbia.
Amma al-khashya, naam, huikimbii kitu ile, bali unaikimbilia. Kwa sababu gani? Unaijua daraja yake na ukubwa wake hiyo kitu. Naam, unaiogopa kwa kadri ya kutoidhuru nafsi yako. فالله سبحانه وتعالى نوصف أهل العلم صفة يا خشية وسباب يا إليم وليجكسانية العلم النافع والفهم والعمل. Kama si hizi sifa tatu wasingefikia katika hii khashia. Muhimu sana ndugu zangu wanafunzi ambao tutataka kumwogopa Allah, tutataka kumjua Mwenyezi Mungu. Haitoshelezi ilmu peke yake. Haitoshelezi kwamba unajihusisha na ilmu miaka yako yote lakini hauna amal. Kaif utainuka daraja kama hii ikiwa elimu yako haikusaidii, ikiwa elimu yako ifanyii kazi? Kaif? Naam. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu anamwambia waqul rabbi zidni ilma, naam, ambaye alikuwa akimuomba Allah al-ilm an-nafi' katika siku yake zaidi ya mara moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam madha qala ama inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu. Mtume anasema ama inni, naam, la akhshakum lillah, hakika yangu mimi ni nini? Ni mchaji Mungu zaidi kwa Allah kuliko nyinyi. Alifikia hii daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi la bil ilm, alimjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil amal, na alifanyia kazi ile ilmu aliyojua Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ikafikia kusema maneno kama haya. Fal khashya, na kuchaguliwa na Allah, naam, haikupatikana kwa ahlul ilmi illa bil ilmi, naam, wal fahmi wal amal. Falilmu ndugu zangu ni nur ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuingiza nayo mtu katika moyo wake, na hii nur hampatii kila mtu. Kuna baadhi ya watu anawachagua Allah subhanahu wa ta'ala, na hii elimu si kila mtu ananufaika nayo hata pamoja na kuijua. Nukta muhimu, hii elimu si kila mtu ameinufaika nayo hata pamoja na kujua elimu, kuwa na elimu juu ya kitu. Si kila mtu amefaidika na hadha alilm. Naam, fa hii ndiyo alilmu an-nafi' ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, na ndiyo anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam qul rabbi zidni ilma, na amewainua nao daraja ahlul ilmi akisema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hii ndiyo alilm an-nafi'. Inshallah katika darsa inayokuja tutaeleza, naam, vipi mwanadamu hawezi kufikia hii alilm an-nafi', na sababu ambayo inafanya mwanadamu awe na elimu lakini elimu hiyo isimnufaishe. Ni vitu gani zazuia mwanadamu asinufaike na elimu yake na isiwe na alilm an-nafi'? Kwa sababu mtu anaweza kuwa ako kwenye msafara wa ilmu ya fardhu ain ama fardhu kifaya ama ilmu ya mustahab, ambazo zote ni nafi', zote ambazo ni katika ndani ya dini, lakini la yantafi bihadha alilm. Naktafi bihadha. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.